All shall be well with you in the precious name of Jesus Christ. Amen. Nasema yote yatakuwa sawa katika jina la Yesu Kristo. The scripture says that all things work it out for good to those who are called by the name of the Lord and to those who love him. Because you are called by the name of the Lord, all shall be well with you in the name of Jesus Christ. Amen. Even when the devil attacks you, it shall be for your good in the name of Jesus. Even when things don't work well in your life, it shall be for your own good in the name of Jesus. Turn to your neighbor and welcome your neighbor once again into this session. In your own words, welcome your neighbor. If you don't have one, don't worry. You are seated among angels, thousands of angels upon thousands of angels. For sure, those angels shall guard you in Jesus' name. Amen. Let's turn together to the book of Deuteronomy chapter number 18 and verse number 10. Kumbukumbu la Torati mlango wa 18 mstari mdogo wa 10. Bado nataka kuzungumzia haya matendo ya mwili ambayo hayawezi patia mtu nafasi ama fursa ya kuweza kuona ufalme wa mbinguni. Tumekuwa tunajifunza kutoka Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 19 hadi 21 mambo ambayo ni matendo ya mwili yako dhahiri, yanajulikana na yanaonekana, na baadhi ya haya mambo bado tunayapata hapa katika kumbukumbu la Torati. Dethrone your enemies, God shall dethrone them in the name of Jesus. Amen. God shall you throw them away in the precious name of Jesus Christ. Amen. Deuteronomy chapter number 18 and verse number 10. If all of us are there, please shout a resounding hallelujah. Hallelujah. I want to read my Bible as I move quickly in order to save time. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire. There shall not be found among you anyone who sacrifices his own children, who gives up his own children as a sacrificial lamb. There shall not be any amongst you. Amen. The scripture continues to say, none of you shall cause them, shall cause your sons or daughters to pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, verse number 11, or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls upon the dead, verse number 12. For all who do these things are an abomination to the Lord. And because of this abomination, the Lord your God drives them out from before you. Let's read verse number 13 together. Deuteronomy chapter 18, verse number 13. 1, 2, 3, go. You shall be blameless before the Lord your God. Let's read verse number 14 together again. For these nations which you will dispossess listed to soothsayers, listen to soothsayers and diviners, but as for you, the Lord your God has not appointed such for you. Somebody shout, the Lord has not appointed such for me. The Swahili translation should say, bali kwako wewe Mungu haja kuchagulia watu kama hawa, ambao watakuwa viongozi ama ambao watakuwa katika mamlaka juu ya maisha yao, ili hali Bwana amekuchagulia watu ambao watakupea mwelekeo ili ukaweze kupata ufalme wa mbinguni. I want us to analyze these acts of the flesh one by one. Let no one be found among you, not even one. Basi kusipatikane na hata mmoja katikati yenu ambaye anapitisha binti zake ama wana wake katika moto. I remember some days back in life, and all of us, or most of us who are elderly, have gone through these things. Kulikuwa na mtu alikuja nyumbani ya kwamba yeye ni daktari anatutibu sisi. And I want to listen to me carefully. Akatupatia dawa ya kukunywa.
tutakunywa hiyo dawa, na wakati unakunywa dawa inakufanya unakaa karibu na choo. Haifo na mtu wasi. I hope you understand what I mean. Na baada ya kutupatia hii dawa ikakuwa ya kwamba inasafisha tumbo, ni dawa ya kusafisha tumbo. And from there, huyo daktari ambaye alitutibu tumbo akasema ya kwamba pia anataka kutusaidia atutibu zaidi. So akawasha moto akaweka kwa sahani. Akasema ya kwamba kila mtu aruke hiyo moto. Wangapi unaona mambo kama haya? In life, if you have not yet made up your mind, you are going to meet these things. And you are going to be a victim of these things. Ambia jirani yako, simama imara katika Kristo. Wanakujanga polepole hivyo kama daktari. Anakuja kama daktari, ni kama daktari wa kizungu hivi, ni kama daktari wa kienyeji hivi, lakini mwisho anaishia ni kama si daktari. Is something else. Am I talking to someone? So there shall be none among you who shall cause your children to go through fire. When I was reading this scripture, I remembered that. Hakuna mmoja kati yenu ambaye atasababisha watoto wake kuruka moto kwenye sahani. Hautasababisha wako katika jina la Yesu. Before we knew the truth, some of us have gone through a number of things. But it's the Bible says, whoever that tries this is an abomination before the Lord. Now I want you to understand this. Number one, the practice of causing your children to go through fire is an abomination before God. And whoever that attempts to do it, he or she himself is an abomination before the Lord. The act is an abomination. Kwa Kiswahili? Abomination. Yani tendo hilo ni chukizo katika macho ya Mungu, na wewe unayefanya hilo tendo wewe pia ni chukizo mbele za Mungu. Utakuwa chukizo mbele za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Who practices the following variations of involvement with evil spirits? Number one, witchcraft, uchawi. Let there be no one found amongst you who shall cause your children to learn or to know witchcraft. 1 Samuel chapter 15 verse number 23. Samuel wa kwanza 15:23 tulisoma ya kwamba na dhambi ya rebellion ni kama dhambi ya uchawi. And I explained very well. Don't think witchcraft is only when people run up and down with snakes and crocodiles and cockroaches and frogs. When you rebel to the authority that is above you, you are a witch and you're practicing witchcraft. So none of you shall practice witchcraft in the mighty name of Jesus. Amen. Witchcraft, mostly people understand it as the activity of performing magic to help or harm other people. Katika hali yetu ya kuelewa kwingi katika neno uchawi ni katika hali ya kutumia vitu kwa njia ya kutetea mtu ama kuangamiza mtu. That is the common and familiar understanding of the word witchcraft. But I'm handling two areas. One is rebellion to the authority above you, which means witchcraft. And number two is the performing of the use of magic powers to help someone or maybe harm someone. Number two, a soothsayer. Who is a soothsayer? A soothsayer is a person who is believed to have the ability to know and tell what will happen in the future. A soothsayer ni mtu ambaye anaweza kujua mambo ambayo yatafanyika mbele. Na hii si unabii. Si unabii. So don't think if someone tells you tomorrow I see you getting 500 shillings. Na kutoka kwa nyumba uende upande 500, uanze kufikiria huyo sasa ni nabii wa Mungu, alinitabiria na ikatendeka. A soothsayer is someone who tells of the future before it comes, and it will truly come to pass. And this is by the use of evil spirits. They don't use the power of God. What is prophecy? Prophecy is speaking the word of God. Being an oracle of God. Receiving the word of God and delivering it to his people. So there is a difference between
a soothsayer and a prophet. A soothsayer doesn't use the word of God or doesn't apply the voice of God, but a soothsayer uses evil spirits to tell you of the future. The problem is when you are swayed away by people who tell you things that are coming to happen, and then they come to happen exactly as they told you, and you begin thinking this is a prophet of God. Bible says in Revelation, God does not allow anything to happen before he tells his own prophets. Well, a prophet can tell you what is coming to happen, and it shall happen exactly. A soothsayer can tell you what is going to happen, and it shall happen exactly. So it is you to be spiritual and to discern and tell between a soothsayer and a prophet of God. Ni nani ambaye ni mtu wa Mungu? Not all the foretelling is a prophetic word from the Lord. So God says, there shall be none among you. Let him not find anyone. Asikuweko hata mmoja kati yenu ambaye ataambia watu mambo ambayo yanakuja kutendeka kwa kutumia maroho ambazo si roho wa Mungu. God shall help us to evade that in the mighty name of Jesus. Amen. There shall be none amongst you who shall practice omens. What is omens? Something that is considered to be a sign of how a future event will take place. Ni hali ambayo inaelezea jinsi hapo maisha ya usoni itakavyokuwa. Is more or less this soothsaying thing. Kwa sababu hii hali nayo inaelezea jinsi mambo yajayo yatakavyofanana. For example, mtu akwambia kwamba ile siku utaamka ukisikia mkono wako wa kulia unasikia uchungu, hiyo ndio siku utaibiwa. It is a sign. Na siku moja ukiamka asubuhi kweli mkono wa kuume uanze kuuma, usikie uchungu kwa mkono wa kuume, na ukienda dukani upate wamevunja duka, wameiba. Alafu naanza kusema huyo ni nabii wa Mungu. Aliniambia na litimia exactly vile alisema. Then you shift your focus from God and begin to trust in a person who uses evil spirits. God shall help us in the name of Jesus. Niko nasonga kwa upesi ili tumalize haya mambo yote. Next step is sorcery. None of you shall be found amongst you. That is, none shall be found amongst you who practices sorcery. It's a type of magic in which spirits, or rather spirit beings that cannot be seen, especially evil ones, are used to make things happen. Are used to make things happen. Kuna watu ambao wanafanyanga gymnastic na wanafanya vitu ambavyo hata uwezi elewa. Anafunga kamba hapa na wengine huko na anatembea kwa uzi kama amesimama. Na anakuambia ndugu, hii kitu ni practice tu. Go and try. Even if you practice for 10 years, huwezi tembea kwa uzi. 1, itakatika. 2, huwezi balance. Lakini mtu anafunga uzi, ana kilo 70 na anatembea kwa uzi yenye inaweza hold kilo 5. Lakini anatembea juu ya hiyo uzi. It is by the use of some magic forces. Akiwa amesimama juu ya hiyo uzi, chini yake kuna kitu imeshikilia hiyo uzi. So wewe unaona uzi, lakini kuna kitu imemshikilia ambayo si hiyo uzi. They use some spirits or some unseen forces to cause things to happen. And some of them are found even in the church. Miujiza inafanyika lakini si kwa nguvu za Mungu, bali ni kwa nguvu za roho zingine ambazo si za kiungu. These spirits can heal someone. They can deliver someone. Because they come as a higher authority over a lower authority. And every time a higher authority appears before a lower authority, the lesser bows to the greater. So anytime they appear, they can perform miracles. Utaona mtu anapona na unasema hata mimi mkono wangu haukuwa unanyoroka, ama mguu yangu ilikuwa imejikunja hainyorokangi, lakini wakati niliwekewa mkono nikaombewa mguu ika. Hapo ndipo kuna Mungu. Tell your neighbor, not every miracle is from God.
So these spirits will still cause things to happen. They will still cause things to take place in the life of a person. For example, when God told Moses to speak to Pharaoh to let the children of Israel to go, Pharaoh refused. The day God commanded Moses to throw a walking stick down and it turned into a snake, Pharaoh's magicians also caused sticks to become snakes. Wasn't that a miracle? Ilikuwa ni muujiza. Lakini Musa alitumia nguvu za Mungu kuweka chini fimbo kwa kufuata masharti ya Mungu, fimbo ikafanyika nyoka. Lakini wachawi wa Farao ama wachawi wa Farao wakarusha fimbo zao pia zikakuwa nyoka. But at the end of the day, nguvu za Mungu zikashinda nguvu ya Farao. So even these spirits can still perform miracles. Let's look at Simon the sorcerer in the book of Acts. He convinced people by doing and performing miracles. Na wakaamini ya kwamba huyu ndiye mtu wa Mungu, anatenda miujiza. Very many people assembled to him, they gathered to him until the day Philip appeared is when they realized, oh, kumbe huyu mtu pia hajakuwa na chochote, amekuwa mkora, anatuenjoy. Maana wakati sisi tumeamini, tukaombewa, tukabatizwa, ona hata pia yeye amebatizwa. So these spirits can also perform miracles. So don't be running up and down following up on miracles, because the scripture says, for those who believe, signs and wonders shall follow them. They shall cast out demons. You shall have this power to cast out demons in the mighty name of Jesus. Amen. I say you shall have this power to cast out demons in the mighty name of Jesus Christ. Amen. None shall be found amongst you who practices spells. What are spells? These are spoken words which are thought to have magical power. Spoken words which are thought to have magical power. Kuna watu wanasemanga mimi mdomo yangu si mzuri. Ndugu usiniletee mchezo. Mdomo yangu si mzuri, nitasema kitu na itakuja kufanyika. Now some of these people have the spirit of casting spells. And you need to pray so that God delivers you from that. Usifikiria sasa wewe umebeba nguvu za Mungu atunalaani mtu na inatendeka. Wewe kwanza umebeba nguvu za uchawi ndani yako. Na hata kuna watu mkikosana na yeye akakupiga ngumi utakufa. Huwezi ishi. This is not the power of God. This is the power of Satan that has been bestowed into your life. Na shetani anakutumia wewe kama chombo chake kuangamiza watu wa Mungu. So anyone who casts spells at people ni mtu ambaye anaweza kuambia unaniongelesha hivyo, unanitusi, wacha tuone kama utafika next Monday, and between now and that Monday you die. Huyo si mtu ambaye ana nguvu za Mungu, ni mtu ambaye amebeba nguvu za kimapepo, ambaye anarusha maneno na hayo maneno yanakuja kutimia. So God says there shall be none amongst you ambaye anafanya hizi vitu za kurusha maneno na yanakuja kutimia kama laana katika maisha ya watu wake. So if you know that maybe you're here na umekuanga ukisema vitu mimi nasema na inafanyika, ndugu chori mara wako alikuwa mfumo. And when the person goes, hawezi rudi akitembea, anarudi kama amefunikwa. You need to repent and tell God, Father, take away this demonic spirit from me. Amen. And restore, fulfill, refill me with your spirit. Nazungumza na mtu asubuhi ya leo. Useme pasa naongea ni kama ameambiwa kunihusu. Hapana. This is the scripture, and if I speak about it, it's for your own good. Hata mimi nikihubiri hivi najisaidia. Si nakusaidia wewe, najisaidia hata mimi, maana pia mimi nachukua sehemu yangu katika maandiko. Hata mimi nami pia nabarikiwa. So spells are words that are spoken and they carry some spiritual forces. And these spiritual forces are not of Christ. They are satanic spiritual forces
ambazo zinabeba haya maneno na kuyafanyisha kazi. Every time this person speaks, shetani anakuanga tu karibu, ukishanena hilo neno na anachukua hilo neno na ana-implement katika maisha ya huyo mtu ambaye umenenea. Na inakuja kutimia jinsi ulivyo neno. So Mungu anasema kusikuweko na hata mmoja kati yenu ambaye atazungumza haya maneno na yakuja kutimia kwa ajili ya nguvu za kipepo. That is demonic. The next thing is none of you shall be found practicing media. This is a person who says that they can receive a message from people who are dead. Umasikia mtu kama mimi naongeanga na kuka yangu na ananiambianga kila kitu. Kwanza kama ajali inaenda kufanyika na niambianga nisiingie kwa hiyo gari na nisipoingia ajali inafanyika. Huyo kuka yako alikufa, unaongea na yeye. You know what it means? Even if it's your brother or your friend, omuna afire abechanga sisieno. Si mtu mzima tena. So if you're speaking to the dead, you are speaking to demonic spirits. However good it may be, hata kama inakusaidia, inakuhatarisha katika mambo mabaya unahepa, but if you're speaking to demonic spirits, you are talking to demons, communicating with demons, getting information from them. Adi ndugu yonga kafira hongira va accident kechire kamborera kucho kumwirukire. Hengoluya Mungu anisaidie. Kucho kumwirukire. Mnabeba kuku na kuni, mnaenda kuchinjia kwa barabara, mnachukua hiyo ndugu mnarudisha wapi? Ndio ujue ujinga imezidi akili. I remember one day wakati Romalwa kijana alikufia Marekani. Do you know these guys went to bring? After wameleta maiti wakazika, walirudi huko kwenda kuleta roho ya Romalwa wapi? Nyumbani. Upande ndege 1200 mtu mmoja. Uende ulete kitu ambaye haibebeki. Ati amesema tuende tumutoe injigeni tumrudishe nyumbani. Kama alienda peke yake si ajirudishi. Kwani tumupeleke? Kama alijipeleka basi mtu akikwambia kwa familia hiyo atu sijui nani alisema tumrudishe, mwambie kama bila kwenda alikuwa na miguu yake. Ajirudishe bila alijipeleka. Am I talking to someone? So anyone that practices medium is a person who says he is able to talk to the dead. Yani anazungumza na watu waliokufa, anapokea ujumbe kutoka kwao na anawapatia ujumbe. Ukilala usiku unaanza kuota, muongea na nyanya yako, kemea. Akwende kabisa. Kwa sababu huruhusiwi kuzungumza na waliokufa. Huruhusiwi kuzungumza na waliofariki. Na kuna watu wanaima zoea kwamba mimi ananiambia ananisaidia, kwanza amenisaidia sana katika maisha. Mungu akusaidie kwa sababu msaada wako hautoki huko, unatoka kwa Mungu. Amen. A spiritist, none shall be found amongst you who practices spiritism. This is a consultant with familiar spirits as common spirits. They are still demonic spirits. Yule ambaye bado ana communicate more or less the same, a medium. So I won't take much time on that. A familiar spirit is, in other words, is a household servant. And sorcerers have spirits as their servants ready to obey their commands. Wachawi wana maroho ambazo wanazitumia kutii sauti yao na kufanya jinsi wameamrisha. Wale ambao mmeishi miaka mingi, mnakumbuka wazee walipokuwa wanaenda kwa nyumba yao ya ibada na mwima, alafu wanaongea na vikuka. They talk to their spirits, and those of you maybe have at one time or another visited a witch doctor. Mimi nilikuwa naona kwa movie, usiniambie nilijuaje, nilikuwa naona kwa movie ya Nigeria. Anafanya anapiga vitu na anasema ndio na unasikia kitu anasema huko that man is commanding those spirits. Na anasiamrisha na anasema wacha tutumanishe hawa roho waende watuletee huyo mtu.
There is a story in the book of 1 Samuel. I think I will find it. Let me check and see if I can get it. Let me check and see if I will get it. Should be 1 Samuel chapter. I need to get this scripture for you. Chapter number 28, verse number 3. 1 Samuel chapter 28, verse number 3. We find Saul akiwa anafukuza watu ambao wana practice haya mambo ya uchawi na ushirikina na tumiungu tudogo tudogo, akiwaua na akiwafukuza. Then one day Sauli akaenda kwa mama mwingine ambaye ako nje ya nchi akitaka kujua kuhusu mambo yake, na Sauli akamwambia, nataka uniletee Samueli. Na huyo mama akaleta Samueli. Are you getting the point? Akamleta Samueli na Sauli akamuona Samueli hivi when he was away from Samuel. So these people command their evil spirits to bring other people for you to see them. Na unasikianga ati walileta huyu mtu kwa picha na tukakata picha tukamuua. God says none of you shall be found practicing these things. Amen. Ati hizi vitu zinanisaidianga, zimenikinga siku mingi, hata zimenisaidia kuua maadui wa maisha yangu. Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. So familiar spirits is when people, rather witches and witch doctors command strange and satanic spirits to bring people to them. They authorize them to do evil or effective things to them. Lastly, none of you shall be found practicing necromancer. Necromancer is one who calls up the dead. In summary, all these activities have to do with relying on the help of demons. Yani Mungu anasema kusikuweko na mmoja kati yenu ambaye anafanya kazi na nguvu za kimapepo. Because all these activities and the acts of the flesh that we have looked at are all put together as practices of the flesh. So God says, none of you shall be found amongst you ambaye anafanya kazi na nguvu za kimapepo. Now why does God condemn this act, or why does God stop us from trusting and working together with them if at all they are helpful? Maana ukiangalia katika in the natural state, hizi vitu zote zimekuwa zinasaidia. Hata kuna wengine hapa tumesaidika nazo. But I'm asking you, why does God condemn the act? Kwa nini Mungu anatukataza ya kwamba tusijiingize katika hali ya kutumia nguvu za kimapepo katika maisha yetu? Number one is that because God alone is our present help in times of need. Mungu anatukataza kwa sababu yeye peke yake ndiye msaada wetu katika hali ya mahitaji yetu. We cannot find any other kind of help that will be profitable to us if it's not God. So God is our present help in times of need. Number two, evil beings do not offer a permanent help to human beings. Hizi vitu zote zitakupatia suluhisho katika maisha yako for a very short time. Na iwapo utapata hiyo suluhisho, there are consequences thereafter that you are going to pay dearly. Kuna gharama baadaye ambayo utalipia, and you will heavily pay for it, because they may tend to do good to you. In the beginning, like I said, they would tend to be good, but in the long run, they are very destructive. They will destroy your family. They will destroy everything around and about your life. Turn to your neighbor and tell your neighbor, trust in God alone. Trust in God alone. Tell someone else, trust in God alone. Trust in God alone. He is your present help in times of need.
Let's all be up on our feet na tufungue vinywa vyetu tumwambie Mungu, kuwa msaidizi wangu wakati ninapohitaji usaidizi katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako mwambie Mungu, kuwa msaada wangu katika maisha yangu wakati ninapohitaji usaidizi kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Be my present help in times of need, precious Father. I do not want to depend on other people and other things for a hand of help, but be my present help in times of need, Jehovah. Send me your help, precious Father. Be my current help in times of need. In the mighty name of Jesus, I call on you for your hand of help, Jehovah. I call on you for your hand of help, precious Father. Send me your help in times of need. In the name of Jesus Christ. In Jesus' precious name we have prayed. Amen. Father, we disconnect ourselves from the works of the flesh in the name of Jesus. Amen. We disconnect ourselves from the works of the flesh in Jesus' precious name. Amen. Every demonic influence over our lives this morning, Father, we refuse to be connected to it in the name of Jesus. Amen. We declare ourselves free from the powers of witchcraft in the name of Jesus. Amen. We declare ourselves free from the demonic powers in the name of Jesus. Amen. We declare ourselves free from the association of demonic forces in the name of Jesus Christ. Amen. We receive the help of your Holy Ghost in Jesus' precious name. It's in Jesus' name we have prayed. Amen. Please, you may get seated in the presence of God.